السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu, mtume wetu Muhammad, pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Leo ni siku ya Jumamosi ya tarehe 20 ya mwezi huu wa 6, tukiwa katika mwaka wa 2026. Tumekusanyika hapa kama ilivyo ada yetu. Naomba wale watoto wasicheze pale. Wewe shekhi, sio wewe, sina kusonda, wasicheze pale. Tumekusanyika kama ilivyo ada yetu siku ya Jumamosi. Imewekwa rasmi kwa ajili ya dua ya ibtalu sihri, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abatilishe aina zote za uchawi. Lakini Jumamosi pia tunakusanyika kwa ajili ya kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala dua litardi shayatin, kwa ajili ya kuwafukuza mashaitani, kwa sababu na wao pia wana mchango mkubwa katika kuharibu maisha yetu. Lakini pia Jumamosi tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala dua liizalati alhasadi walaini, kwa ajili ya kuondosha husuda na vijicho. Lakini tunamwomba Allah atufungue mafundo ya kichawi, atufungue mafundo ya kishaitani, ajaalie nuru katika miili yetu, arejeshe mvuto katika miili yetu. Hili linafanyika kila siku ya Jumamosi kama ya leo. Lakini pamoja na hivyo, huwa tunazo dua kubwa kubwa ambazo at least kila mwezi huwa inafanyika mara moja. Dua kubwa ya mwezi huu ilikuwa imepangwa ifanyike tarehe 28, lakini pamekuwa na mabadiliko kidogo. Tarehe zimesogezwa mbele. Kwa wale ambao redio inafika, naona wamegundua kuna mabadiliko fulani hivi, na hiyo ni kwa sababu zisizozuilika. Tumesogeza mbele kidogo. Dua yetu ya zinguo inakwenda kufanyika tarehe 12 ya mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Liyubalighu shahidu minkumul ghaiba, ambaye amepokea taarifa hii basi amfikishie na mwingine,
na ndio utaona kuna umuhimu wa kuhudhuria kwenye hizi semina za Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Ukihudhuria unapata taarifa za mabadiliko. Lakini kama we ni mtoro, utalenga tarehe ile ile ya mwanzo. Sisi ni binadamu bwana, wal kamalu lillah, na ukamilifu ni wa Allah. Kwa hiyo mabadiliko lazima yawepo. Kwa hiyo dua yetu ya zinguo la mchele linaloambatana na dhiraa 12 pamoja na hili kombe la dhahabu na fedha, kilele chake itakuwa ni tarehe 12 ya mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Kwa tuondoke na hiyo kulingana na ufinyu wa maandalizi. Jambo hili tulikuwa bado hatujalitangaza redioni, tumeanza kulitangaza Alhamis na Ijumaa jana. Kwa hiyo tutakuwa katika muendelezo huo. Ndugu zangu, silaha kubwa, na hili kila siku huwa ninalieleza, silaha kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mwanadamu, hakuna inayozidi dua. Ndio silaha namba 1. Ukitaka kujua dua ni silaha namba 1, ndio utaona hata mchawi na yeye huwa anaomba, japokuwa yeye kuomba kwake anaomba katika maovu, na wakati mwingine huwa anapewa. Kwa nini anapewa? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Mwenyezi Mungu anasema yoyote atakayemuasi mtume baada ya kuwa amebainikiwa na uongofu na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, tutamuelekeza kule anakoelekea na tutamuingiza katika moto wa Jahannam, na ndiyo mafikio yaliyo mabaya zaidi. Kumbe wewe ukimuasi mtume baada ya kuwa umebainikiwa na muongozo na ukafuata njia isiyokuwa ya waumini, Mungu anakukubalia, anakuelekeza huko unakoelekea. Kwa hiyo mchawi amemuasi mtume baada ya kuwa amebainikiwa na uongofu, mchawi amefuata njia isiyokuwa ya waumini, basi Mwenyezi Mungu amemuelekeza huko anakoelekea. Kwa hiyo mchawi akiomba jambo lake baya, wakati mwingine Mwenyezi Mungu huwa anamkubalia. Ndio utaona Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara anasema, wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah, wachawi hawana uwezo wa kumdhuru yoyote kwa huo uchawi wao isipokuwa kwa idhini ya nani? Kwa hiyo mchawi ili afikishe madhara kwako huwa anaomba idhini kwa Mungu. Sasa hata kama mchawi na yeye anaomba dua, seuze mimi na wewe. Nimeyasema haya kuonyesha kwamba dua ni silaha kubwa, ndio silaha ya mwanzo. Hata watu wabaya huwa wanatumia. Firauni aliwahi kuomba, Mwenyezi Mungu, mimi ninajiita Mungu lakini ni Mungu wa uongo, wewe ni Mungu wa kweli. Pamoja na kwamba mimi si chochote si lolote, ni muongo na nimekukosea sana, naomba unistiri kwenye maombi yangu haya, unikubalie. Firauni huyo, Mungu akamkubalia. Kwa nini?
kwa sababu yeye ndiye aliyetaka kuelekea huko, basi Allah amemuelekeza huko anakoelekea, lakini anamngojea yaumul qiyama, siku ya kiyama anakuja kumtia kwenye moto wa jahannam. Mahalu shahidi, dua ndio silaha ya mwanzo, hata watu wabaya huwa wanatumia. Na ndio maana kuna ule usemi unaosema adui yako muombe nini? Muombe njaa. Mwingine anasema muombe dua. Adui yako muombe njaa, ili adui yako aweze kuteketea. Unamteketeza kwa kutumia nini? Kwa kutumia dua. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-duau silahul mu'min yusibu wala yukhti'u. Dua ndiyo silaha ya mu'min, shabaha yake inalenga na wala haikosei dua. Na hilo ndilo tunalokwenda kulifanya tarehe 12. Sasa ni tarehe 12, ondokeni na hiyo tarehe 12 ya mwezi wa 7 mwaka wetu huu wa 2026. Tunakwenda kufanya dua kubwa, dua ya zinguo la mchele, zinguo linaloambatana na vipimo vya dhiraa 12 pamoja na kombe la dhahabu na fedha. Kuna matatizo mengine alionayo mwanadamu huwa hayaondoki kwa dua za kawaida. Na hapa sasa tunazungumza elimu ya tiba. Kuna matatizo mengine yaliyomsibu mwanadamu huwa hayaondoki kwa dua za kawaida wala kwa dawa za kawaida. Matatizo mengine huwa yanaondoka kwa mwenye tatizo kufanyiwa zinguo. Mazinguo yako aina nyingi tu, lakini sisi tumechagua aina hii kwa sababu zinguo hili ni mujarrab. Mara kadhaa tumelifanyia majaribio na limewasaidia watu wengi. Sasa ikiwa wewe umehangaika sana kujitibia maradhi au kujitibia changamoto nyingine za kimaisha, lakini tatizo lako liko pale pale, hebu jitahidi sana kuhudhuria kwenye dua za mazinguo mfano wa hizi. Si tunafanya zinguo kwa kutumia Qur'ani tu, wala sio ushirikina. Twafanya zinguo kwa kutumia Qur'ani, na Qur'ani yenyewe ni zile sura 7 ambazo wanawazuoni wamezipa lakabu zikaitwa munjiyatu. Yaani mtu akisomewa au kuzisoma, Mwenyezi Mungu anamvua kutoka kwenye matatizo, hata kama yalikuwa ni matatizo ya dunia nzima. Ukizisoma vizuri tu au ukasomewa, na wewe mwenye kusomewa ukawa na ikhlasi, ukawa na imani, ukawa na yaqini, Mwenyezi Mungu anakuvua kutoka kwenye dimbwi la matatizo. Sura 7 hizo. Na wala hakuna shaka Qur'ani ni shifaa, Qur'ani ni ponyo. Qur'ani hii tibyanan likulli shay'in, ni ufafanuzi, ni ufumbuzi, ni suluhisho, ni utatuzi wa kila kitu. Kwa kwenye dua yetu ya zinguo tuna suratul Fatiha, tuna suratu Sajda, tuna suratu Yasin, tuna surati Dukhan, tuna surati Waqi'a, tuna surati Mulki, tuna surati Insan. Sura 7 ambazo wanawazuoni wameziita kuwa ni munjiyatu. Ukisomewa au kuzisoma, Mwenyezi Mungu anakuvua kutoka kwenye matatizo.
Lakini zinguo letu pia linaambatana na zile aya 7. Mama, hebu nyamaza. Zinguo letu linaambatana na aya 7, na hizi aya pia ni munjiatu. Wanawazuoni wamezipa lakabu. Ukisoma au kusomewa, Mwenyezi Mungu pia anakuvua kutoka kwenye dimbwi la matatizo. Aya ya kwanza inaitwa ayatu tawakkuli. Ni aya kwa ajili ya kutawassal kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili aweze kukuondolea matatizo yako. Aya ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaitwa ayatu tawakkuli. Ukiitumia vizuri hii, Mungu hakuachi kwenye dimbwi la matatizo, lazima akunyofoe huko. Inaitwa ayatu tawakkuli. Ni aya ya kumtegemea Allah, na Allah anasema waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Yeyote atakayemtegemea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu yuwamtosha. Sehemu nyingine anasema wayarzuquhu min haithu la yahtasib, na atamruzuku kutokana na njia asiyoitarajia, kutokana na namna asiyoitarajia, ukimtegemea Mungu tu. Sasa aya hiyo Mwenyezi Mungu anasema qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Sema ya Muhammad, kuwaambia umati wako, hakuna kitakachotusibu isipokuwa kile alichotuandikia Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye Mola wetu, na kwa Mwenyezi Mungu waumini wategemee. Aya hii ni katika zile aya 7 ambazo wanawazuoni wameziita kuwa ni munjiatu. Yaani wallahi atakayepitwa na zinguo hili amepitwa kweli kweli. Sio zinguo la kufanyiwa mchezo, ni zinguo lililopangwa kitaalamu, linaloendeshwa kwa maarifa ya hali ya juu. Mimi ninachokitaka kwako wewe siku hiyo, uwe na iman, uwe na yaqini, uwe na ikhlasi, umuelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nia ya kweli. Lakini aya ya pili katika zile aya 7 inaitwa ayatu kashfi dhurri. Ni aya kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aondoe matatizo. Ayatu kashfi dhurri ni aya ya kumbembeleza Allah jalla jalalu aondoshe matatizo. Aya yenyewe Mwenyezi Mungu anasema wa in yamsaska Allahu bidhurri fala kashifa lahu illa hu. Mwenyezi Mungu akikuonjesha tatizo, hakuna mwenye kuliondesha tatizo hilo isipokuwa yeye. Na bila shaka haya matatizo tulionayo hayakutusibu isipokuwa yametusibu kwa kutaka kwake nani? Allah. Hata kama yanatokana na uchawi, mchawi hapati fursa ya kukudhuru wewe ila kwa idhini ya Allah. Sasa ndio tunamuelekea Allah kupitia ayatu kashfi dhurri, aya kwa ajili ya kumuomba aondoshe madhara. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa huwa. Ikiwa Allah atakuonjesha tatizo, basi hakuna mwenye kuliondosha tatizo hilo isipokuwa yeye. Wa in yuridka bi khairin, na ikiwa atakutakia kheri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fala radda li fadlihi, hakuna mwenye uwezo wa kuipinga fadhila yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana kuna ule usemi unaosema bahati ya kwangu huwezi kuiba, amenipa Mungu wala sikuiba. Kama unaweza panda ukazibe. Zamani kuwa kuna gundi naitwa oko, kazibe na oko kule. Sawa Kama Allah amekupa riziki wewe, kakufungulia neema ya biashara, neema ya ndoa,
neema ya kazi, neema ya watoto. Jawabu lake lipo hapa, wa in yuridka bi khairin, na ikiwa Allah atakutakia kheri wewe, fala radda li fadlihi, hakuna anayeweza kuiziwia fadhila yake Allah. Yusibu bihi man yashau min ibadihi, humpa fadhila hiyo amtakaye miongoni mwa waja wake. Wa huwa alghafuru rahim, na yeye Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Aya hii ni katika zile aya 7 ambazo zinaitwa munjiyatu. Ukizitumia vizuri, Mwenyezi Mungu anakuokoa kutoka kwenye dimbwi la matatizo. Hata kama maisha yako ni magumu, mazito, mabalaa, mitihani imekuwa mingi, itumie hii vizuri. Lakini aya ya 3 inaitwa ayatu rizqi. Ni aya kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulie milango ya riziki. Aya yenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama min dabbati fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe yoyote alladhi yadubu ala wajhi al-ardh, ambaye anatembea kwenye uso wa ardhi, isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu iko riziki yake. Yaani ukishajiona wewe umekuwa hai, unaishi, usihamanike wewe, kwa Mungu iko riziki yako bwana. Ndio maana kuna watu wanasema riziki mafungu 7, kila mtu ana lake katika hayo mafungu 7 Hawa wametoa humu, wama min dabbati fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe yoyote anayetembea katika ardhi hii isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu iko riziki yake. Wa ya'lamu mustaqarraha, tena Allah anajua mahala ilipo na ni wakati gani ataipata riziki hiyo. Kullun fi kitabin mubin, yote hayo yameandikwa katika kitabu chenye kubainisha. Haya yameandikwa kwenye lauhi mahfudhi kule. Mimi wakati mwingine nikikaa hivi, min tului alfajiri ila ghurubi shamsi, toka alfajiri inachomoza mpaka jua lina kwenda kuzama, sijapata chochote, mimi wallahi huwa sinaga shaka, huwa ninajua tu iko siku ambayo Allah, iko siku isiyokuwa na jina ambayo Allah amenipangia mimi kupata riziki. Sasa usihamanike ukamchukia mwenzio, kwa nini amepata mimi nimekosa? Yeye imekuwaje yeye na isiwe mimi? Usihamanike. Maadhali unapumua kwenye lindi kabisa, na huko awe ndani ya jiwe, Mungu anamjua yule kiumbe, itakuwa wewe huko ala wajhi al-ardhi, huko katika uso wa ardhi bwana. Sasa aya hii wanawazuoni wameiweka katika zile aya 7 ambazo ni munjiyatu. Ayatu rizqi ni aya kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulie milango ya riziki. Itakuweko kwenye zinguo letu la mchele linaloambatana na dhiraa 12 pamoja na kombe la dhahabu na fedha. Lakini aya ya 4 katika zile aya 7 ambazo ni munjiyatu, ayatu tawakkuli mutlaqa. Ayatu tawakkuli mutlaqa ni aya ya kumtegemea Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Ile ya mwanzo ilikuwa ni ayatu tawakkuli basi, lakini hii ni ayatu tawakkuli mutlaqa, ni aya ya kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja. Mwenyezi Mungu anasema, inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbukum ma min dabbati illa huwa akhidhu binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Hii ni surati Hudi aya ya 56. Hakika mimi ninamtegemea
Mwenyezi Mungu Mola wangu mlezi na ndiyo Mola wenu mlezi, na hakuna kiumbe yoyote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayemruzuku. Hakika Mola wangu yuko katika njia iliyonyooka, yani yale anayoyatolea maelekezo Allah subhanahu wa ta'ala yamenyooka. Aya ya 5 ni ayatul faraji was-sabri, ni aya ya kuomba faraja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kuomba subira kwa Allah. Subira inavuta nini? Subira inavuta kheri bwana. Mtu anaweza akasema tunaomba subira ya nini? Subira inavuta kheri. Wapo watu wengi wamefeli kwa kukosa subira. Sasa hii inaitwa ayatul sabri, inaitwa ayatul faraji wa sabri, aya ya kuomba faraja kwa Mwenyezi Mungu na kuomba subira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya yenyewe Mwenyezi Mungu anasema waka'ayyin min dabba la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul alim. Kiumbe yoyote hana uwezo wa kubeba riziki yake, bali Allah ndiye anemruzuku na ndiye anayekuruzukuni nyinyi, na yeye Allah ni msikivu aliye mjuzi. Ayatul faraj was-sabri inazungumzia mambo ya riziki, kwa sababu huwezi kupata faraja wewe kama maisha yako ni ya dhiki. Allah akikufungulia riziki, faraja inakuja. Lakini aya ya 6 inaitwa ayatu rahmatullah, ayatu rahmatullah, aya kwa ajili ya kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu, kuomba rehma za Allah. Mambo yote yanakuwa kwa huruma yake nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ile Ar-Rahman Ar-Rahim, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Kwa hiyo tunaishi hapa kwa rehma za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Aya yenyewe Mwenyezi Mungu anasema ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Rehma yoyote anayoifungua Mwenyezi Mungu kwa watu, hakuna mwenye kuiziwia, na ile ambayo Mwenyezi Mungu ameizuia hakuna mwenye kuiachilia, na yeye Allah ni mshindi mwenye hekima. Hiyo inaitwa ni ayatu rahmatillah. Lakini ya 7 ayatu tasbihi wal qudrat, ni aya ya kumsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah kwa kudra zake. Haya mambo yanafanywa kwa maarifa, si alimuradi kujifanyia tu. Aya yenyewe Mwenyezi Mungu anasema wala insa'altahum, na ukiwauliza man khalaqa as-samawati wal ardha, ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, la yaquluna Allah, watasema aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, basi waambie mwaonaje nyinyi ikiwa vile mnavyoviomba mnaomba kinyume cha Allah. In aradani Allahu bidhurrin, ikiwa Allah atanitakia mimi mabaya, hal hunna kashifatu dhurri, je hao mnaowaomba wana uwezo wa kuondosha madhara hayo? Au aradani birahma, au ikiwa atanitakia rehma mimi, hal hunna mumsikatu rahmati, je katika hao mnaowaomba wapo watakaozuia rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala? Qul hasbi Allahu alayhi yatawakkalu almutawakkilun, waambie ananitosha Mwenyezi Mungu, juu yake Allah wanatakiwa kutegemea wenye kutegemea. Hii inaitwa ayatu tasbihi wal qudra, na yenyewe ni katika zile aya 7 ambazo ni munjiati. Kwa nimekutajieni sura 7 na sasa hivi nimekutajieni aya 7, lakini ndani yake pia kuna dua ya zinguo. Mtu asija akasema ni aya peke yake na sura peke yake, ndani yake pia kuna dua
ya zinguo. Na hii dua au hizi dua zinatokana na zile adiyatul maathura, dua zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukikusanya hivi vitu vitatu, sura 7 aya 7 na hizi dua, ndio unapata dua ya zinguo. Lakini imeitwa dua ya zinguo la mchele kwa sababu itaambatana na malighafi ya mchele, vipimo vya dhiraa 12. Kwa hiyo lazima upimwe vipimo, upimwe dhiraa 12. Kombe la dhahabu na fedha, utapatiwa kombe la dhahabu na fedha bure kabisa. Sasa maandalizi yake ni kutokana na namna dua yenyewe ilivyo. Unatakiwa uje hapa na kitambaa cheupe mita 1 tu. Pia unakuja na nusu kilo ya mchele, sio kwa ajili ya kula mimi, ndio maana ni dua ya zinguo la mchele, sio kwa ajili ya kula mimi. Unakuja na kitambaa cheupe mita 1, utakuja na nusu kilo ya mchele. Ukifika hapa, kile kitambaa chako cheupe kitatumika, utapimwa dhiraa 12 kuanzia kwenye kidole cha kati mpaka kwenye fundo hapa. Kisha pimwa, zimeunganishwa zile dhiraa 12, utaniletea hapa. Mimi nitazisomea dua ya awali hizo dhiraa 12. Nikisha soma ile dua ya awali, nitafunga kwenye kitambaa chako, kisha nitakuruhusu ukalalie. Pale unapoanza kulalia, zinguo linaanza kufanya kazi, kwa sababu zile dhiraa 12 zimefanyiwa dua. Na tulisema kuna mambo ambayo utakuwa unayashuhudia ukiwa usingizini, utaonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hutokea akaonyesha baadhi ya mambo kwa watu, kwa namna ambavyo wamemtegemea, wametawasal kwake. Utaonyeshwa mbaya wako, unaweza ukamuona, tatizo lako ukaonyeshwa limetokana na nini, ufumbuzi wake ni nini, kupitia utaratibu huu tunaofanya hapa. Sasa unalalia zile dhiraa 12 mpaka tarehe 11 kuamkia 12, utakuja nazo hapa zile dhiraa 12 kwa ajili ya dua sasa ya zinguo, sura 7 aya 7 na dua. Ukishafika hapa tarehe 12, dua itakapotaka kuanza, utaikunja vizuri ile dhiraa yako 12, utaikalia sawa sawa na makalio yako. Ndio utasema, Mwenyezi Mungu, nimekuja, nia yangu na madhumuni yangu kusomewa dua ya zinguo la mchele linaloambatana na vipimo vya dhiraa 12. Mwenyezi Mungu, kupitia sura hizi na kupitia dua hii na kupitia hizi dhiraa 12, na kuomba iwe ndio sababu ya kuuzingua mwili wangu. Nazingua milango yangu ya afya, milango ya mali, milango yangu ya biashara, mahusiano yangu, ndoa yangu, kazi zangu, na uzingua mwili wangu upate nuru na mvuto. Umeshakalia zile dhiraa 12. Baada ya manuizi, dua itaanza kusoma mlango wa kwanza. Maana yake kuna milango 7, kama ambavyo sura ziko 7, aya ziko 7 na milango pia iko 7. Kila tutakapokuwa tunamaliza mlango mmoja, utapata fursa ya kujadidi nia, kurinyu nia yako, kuileta upya. Wakati huo kuna vijana watakuwa wanakupigeni kwa zile punje za mchele. Na tulisema ule mchele utakapokuwa unarushwa, hautokuwa mchele wa kawaida, si mchele wa kawaida. Zile ni risasi
zinazokwenda kushambulia uadui ulioko kwenye mwili wenu. Na hili wala si geni, kama Mtume alitumia akaurusha, ukawa ni silaha, ukawa ni risasi ya kuwaangamiza maadui kwenye vita vya Badri, mpaka Allah akamwambia, wama ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama, haukutupa ulipotupa, Mungu ndiye aliyetupa. Seuze huu mchele unatoka kwa dua huu. Kwa kila atakayepatwa na punje ya mchele, ile ni risasi inayokwenda kushambulia uadui ulioko katika mwili wake. Ndio maana ikaitwa dua hii dua ya zinguo la mchele, linaloambatana na vipimo vya dhiraa 12. Mchele unatumika kumzengua mtu aliye na matatizo. Pwani wanafanya sana dua kama hizi. Sisi huku tunafanya kienyeji tu, harusini, maharusi wanapotolewa nje, ndio tunaimba ile kimasomaso, mwanangu msimuone, jicho la hasidi lisimuone, unarushwa ule mchele. Lakini zinguo hili linatumika kwa visomo vyake hasa. Kule pwani huwa wanazinguliwa watu kwa surati Yasin na mchele. Sasa sisi kwenye hizi sura 7 na Yasini iko. Hizi sura 7 na Yasini iko. Si tumekwenda mno, tofauti na wafanyavyo pwani. Ndio utasikia hata mmoja akaimba akasema, tumemzingua kwa Yasini 3 asihusudike na macho ya watu. Yeye kaona kwamba amepanga vina, anaimba tu, lakini mambo haya yapo. Tumemzingua kwa Yasini 3 asihusudike na macho ya watu. Mazinguo kama haya yapo. Kwa hiyo tutakwenda hivyo mpaka milango 7 itakapomalizika. Kishamalizika ile milango 7, sasa unaruhusiwa kuchukua zile dhiraa zako 12 upime, kuhakikisha bado ziko 12 hivyo hivyo au zimepungua. Ikiwa zinguo limekubali vizuri na Allah ametakabali dua yako, atakuonyesha ishara kupitia zinguo hilo. Vipimo vinaweza vikabaki 11 au 10 au 9 au 8, kulingana na namna ulivyoshiriki katika dua hii. Ndivyo itakavyokuwa, kulingana na namna ulivyoshiriki katika dua hii. Mazinguo kama haya bwana yamewasaidia watu wengi. Ukiona tumerudia zinguo kwa mwaka, ujue lina msaada mkubwa na watu wamefanikiwa na wametuomba. Kwa mfano, nimeombwa sana nifanye lile zinguo la nafaka 99 zinazootea chini. Nimeombwa sana, lakini fursa haituruhusu, muda hautoshi. Nafaka 99 zinazootea wapi? Chini. Na sisi tumefanya uchunguzi, hizo nafaka ni aina 2 tu, ni njugu na karanga. Sasa mtu anaweza akachagua ima karanga akachukua 99 punje zake, au anaweza akaamua kuchukua njugu 99. Hili na lenyewe pia ni zinguo, tena zinguo la ardhini hili, nafaka 99 zinazootea chini. Lakini muda hautoshi, mbele yetu tunazo program heavy, nzito. Sasa ikituruhusu tunaweza tukalifanya, tusemeni inshallah. Tusemeni tena inshallah. Sasa baada ya dua ndio unapewa maelekezo, dhiraa 12 zinafanywa nini. Lakini sasa zoezi hili linaambatana na kombe hili la dhahabu hili. Mahau dhahabi wal fidda ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake kumeandikwa aya ambazo Mwenyezi Mungu anazungumzia dhahabu, anazungumzia fedha. Nimekuwa nikikupeni mfano wa ile aya iliyoko katika surati Tauba. Mwenyezi Mungu aliposema, walladhina yaknizuna dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashiruhum biadhabin alim. Allah ametaja dhahabu na fedha, tumeandika. Sasa hii kila siku ya Alhamisi jioni na Ijumaa jioni na Jumamosi jioni na Jumapili asubuhi unakuja kuifukiza hii
huku unanuia, unamuomba Mungu lile unalolitaka wewe. Ukishamaliza unasema Mwenyezi Mungu, umetuelekeza tuombe kutatuliwa shida zetu kwa kutoa sadaka. Umetufundisha tujitibie maradhi yetu kwa kutoa sadaka. Na mimi ninafanya sadaka hii, niponye maradhi yangu, niondoshe nuksi nilizo nazo, tia nuru mwili wangu, nifungule milango ya riziki, nipandishe thamani kama ilivyo dhahabu na fedha. Kisha sema hivyo, unatumbukiza sadaka yako humo. Zoezi hili tunakwenda nalo mpaka tarehe 12. Hiyo tarehe 12 tunakuja kuligawa hilo kombe bure kabisa, na umelifanyia sadaka. Mchele unaobakia, silva zinazobaki, tunalisha mayatima, tunalisha wajane, tunalisha wasiojiweza. Kwa nini Allah asikukubalie wewe pamoja na juhudi zote hizi ulizozifanya? Mimi sina shaka ukishiriki vizuri utakwenda kufanikiwa. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Lakini tunafanya operation hizi na mazinguo haya, lengo tunalenga tuingie kwenye ahlul badri. Lengo tuingie kwenye nini? Ahlul badri. Na ahlul badri ya awamu hii ni tofauti na zile zilizotangulia. Na uzuri wa mimi sijawahi kurudia ahlul badri kwa mtindo ule ule mara mbili. Ya mwaka jana ilikuwa ni ya yale maji yanayotoka katika baharul mayit tulioyaandaa kwa viungu, lakini leo ni tofauti. Isipokuwa kinachofanana ni kitu kimoja tu, na hii ni kwa sababu hiki kitu kinawasaidia sana watu. Ndio maana tunakirudia rudia, kwa sababu kinawasaidia sana watu. Tena tukikiacha kitu hiki huwa ni lawama kubwa, ambapo kikishamalizika hiki kitu sasa ndio kinachofuatia ni dua yenyewe ya ahlul badri. Nitakuja kueleza muundo wa ahlul badri namna utakavyokuwa, lakini ahlul badri itatanguliwa na watu kukabidhiwa barua ya Mtume Muhammad, na kutakuwa na dua yake. Tunatoka tu kwenye dua ya barua ya Mtume, tunaingia moja kwa moja kwenye ahlul badri. Sasa hii barua ni lazima uipate. Tena safari hii utapatiwa barua mbili. Moja utaning'iniza kwenye nyumba yako, na nyingine itakuwa ni rasmi kwa ajili ya kuilalia. Utafanya hivyo mpaka ile siku ya dua yake. Unatundukua, kisha unatoa kwenye mto wako, unakuja hapa. Jumapili iliyopita tulielezea ufanisi wa barua hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unajua kuna baadhi ya watu wengi wanadhani sisi tunafanya ushirikina, lakini huu sio ushirikina. Hizi ni dua tiba, na misingi hii ametuasisia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jumapili nilikusomeeni hadith alladhi akhrajahu al-Baihaqi fi dalail an-nubuwah, hadithi ambayo ameipokea Imamu Baihaqi katika kitabu kinachoitwa Dalailun Nubuwah. Aidha akhrajahu al-Imamu al-Qurtubi fi at-Tadhkira. Hivyo hivyo hadithi hii ameipokea Imamu Qurtubi na ameiweka katika kitabu chake kinaitwa At-Tadhkira. Wameikhariji kutoka kwa sahaba wa Mtume Abi Dujana radhiyallahu ta'ala anhu. Huyu sahaba anasema shakautu ila nabii sallallahu alayhi wasallam, siku moja niliwahi kupeleka mashtaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sikilizeni vizuri,
Ndio mtajua umuhimu wa kushiriki kwenye hiyo operation ya barua ya Mtume kabla ya Ahlul Badri. Anasema shakautu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, siku moja nilipeleka mashtaka kwa Mtume, anni nimtu fi firashi, nikamwambia Mtume, ya Rasulullah, usiku wa kuamkia leo nilipokuwa nimelala kitandani kwangu, sami'tu sariran kasariri raha, nilisikia sauti kama vile mtu anatuanga kwenye kinu, wadawiyan kadawiyin nahali, nikasikia mvumo na muungurumo kama vile nyuki wanapokuwa kwenye mzinga, walam'an kalam'i albarqi, niliponyanyua kichwa changu kutazama juu nikaona mmemetuko, mfano wa mmemetuko wa radi, mfano mvua inapiga nyakati za usiku, umeme umekatika, kiza kimetanda, radi inavyomweka. Ndio anaona ndani ya nyumba yake. Wale watoto nilizuia wasichezee pale. Anasema walam'an kalam'i albarqi, nikawa naona mmemetuko kama vile mmemetuko wa radi. Falali mpaka asubuhi. Mtu mwingine namna watu walivyowaoga, akimsikia bundi analia, tayari nimekuja kuwangiwa, halali mpaka asubuhi. Na wachawi wanawapenda watu wa aina hiyo. Ukiwa muoga, mchawi ndio anapenda. Lakini kama wewe ni jasiri, una roho ngumu, mchawi pia anakuogopa hata kama ukushika dawa. Ule ujasiri tu. Lakini ukiwa muoga, hofu nyingi, wasiwasi mwingi, mchawi atakuonea sana. Mimi nitakupeni kisa kimoja. Zamani tukiwa wadogo, bado wanafunzi, tuliwahi kwenda kumtembelea dada yetu mmoja pale Geita. Wakati huo Geita inasifika kwa wanga, na wale walikuwa ni wanga kweli wale. Tumelala sisi usiku, ghafla juu ya dari tukawa tunasikia kama kuna watu wanatuanga. Yani hiki kisa ni waqi, ni kweli, wallahi wabillahi watallahi, namuapa Allah, kama mimi ninaongopa nife kafiri, waliyadhu billahi min dhalika, kama ninaongopa. Yani ni tukio waqi limenitokea mimi na rafiki yangu mmoja anaitwa Athumani. Tumelala usiku, juu ya dari tunasikia kuna watu wanatuanga katikati ya usiku, majira ya saa 8 hivi. Sasa mimi nikadhani tukio hilo nalisikia mimi tu, mwenzangu yeye labda kalala asikii. Kumbe na yeye yuko macho anasikia. Mimi ninaogopa kumshitua na yeye anaogopa kunishtua. Yani kila mmoja anaogopa hata kujitikisa vile. Mchezo huo unaendelea tu. Sasa wale wanapima hawa wageni waliokuja ni wepesi. Rafiki yangu alikuwa na roho ngumu kidogo. Alivyoona mchezo unaendelea, akaona huu unyonge mpaka saa ngapi, mpaka lini huu unyonge. Sasa pale walivyokuwa wanatuanga ki, sio kwa wanapokezana ki. Yeye akateremsha mguu kutoka kwenye kitanda. Walivyokita tu na yeye akakita ardhini ki. Wale waliposikia wakanyamaza. Kapita muda kidogo hivi, ni mtu anafaja, na wao pia ni waoga wale. Ndio nakwambia mchawi ukimuogopa atakuonea sana. Nafikiri wakajishauri kula kona, bana hii ni bahati mbaya tu, wakaendelea kutwanga. Walivyotuanga tu ki, na yeye akafanya ki. Wakanyamaza. Hakukuwa na utuangaji wa mfululizo kama ilivyokuwa mwanzo, na wao wanasikilizia. Kila wakifanya na yeye anakita pale ardhini, wale wananyamaza. Jamaa alivyoona kwamba wale kumbe na wenyewe ni waoga, akachukua kiberiti kuwasha hivi. Alivyowasha wakakimbia. Wachawi ni waoga sana. Mchawi wewe ukiwa jasiri ukaondoa ule uoga, hakuchezei.
Wakati mwingine mnajiroga nyinyi wenyewe, hofu nyingi, wasiwasi mwingi, wao ndio wanaona raha. Na hivyo hivyo shetani wa kijini ukimuogopa, ukamuwazawaza, atakuonea, hatoki katika mwili wako. Sasa kesho yake hawakurudi tena wale, na hatukuwa tumefanya dawa yoyote. Kumbe dawa yetu sisi ni ule ujasiri, kuondoa uoga. Basi wale waliogopa. Sasa wakati mwingine usiwe muoga sana. Kama kweli kuna matatizo yanakusibu, yashughulikie, lakini kwa kuondoa uoga. Sasa sahaba huyu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mauzauza makubwa anayaona haya, sio madogo. Anasikia sauti za watu wanatuanga, anasikia mvumo kama nyuki wapo kwenye mzinga, mmemetuko kama mmemetuko wa radi. Anaona kivuli cheusi kimeelea juu ya dari ya nyumba yake. Sahaba anasema famasastu jildahu, mimi nikanyanyuka kitandani kwangu, nikaenda mpaka sehemu ambayo kuna hicho kivuli. Wewe ungeweza? Anasema nilipofika pale nikapeleka ule mkono kushika, faidha huwa kajildi qunfudhi, kile nilichokishika ni kama vile ngozi ya karunguyeye au ya nungunungu, yani ni kitu chenye miba hivi. Nilipomshika tu, farama fi wajihi mithla sharari nari, akanirushia usoni mwangu mfano wa cheche za moto, kama vile nyaya zimepiga shoti hivi. Sasa kisa hiki, huyu sahaba wa Mtume anamuhadithia Mtume kwamba nikanyanyuka, nikaenda kushika, nikarushiwa cheche. Alipofika hapa, Mtume akamwambia dhalika amiru darika ya Aba Dujana, huyo uliyemuona huyo ni jini mwenye kawaida au mwenye tabia ya kuweka kambi kwenye majumba ya watu. Ameweka kambi kwenye nyumba yako. Pale pale Mtume akaagiza aletewe wino, ndio kuiandika barua hii ambayo tutakuja kuigawa, tusemeni insha Allah. Ikaandikwa barua hii, hadha kitabu min Muhammad rasulu rabbil alamin. Hii ni barua inayotoka kwa Muhammadi, mtume aliyetumwa na Mwenyezi Mungu, mlezi wa walimwengu wote. Ila man taraka dara, barua hii inakwenda kwa huyu jini aliyeivamia nyumba ya watu, au inakwenda kwa majini wanaovamia nyumba za watu. Minal umari wa zawari, miongoni mwa majini wanaoitwa umar na hawa majini wanaoitwa zawar. Umar ni wale wanaofika kwenye majumba wanaweka kambi hasa. Zawari ni wale wanaokwenda na kutoka, wanakwenda na kutoka. Illa tariqu yatruku bil khair, barua hii haitomuhusu jini anayeingia kwa kheri, kwa sababu wapo majini wanaoingia kwenye majumba yetu kwa kheri. Amma baada ya haya, fa inna lana walakum fil haqqi sa'atan. Mtume anaanza kuwaeleza sasa wale majini kwa kuwahofisha, hakika tuna sisi na nyinyi katika haki saa ya kweli. Fa intaku ashika mulia, kama wewe ni jini ashiki, ni jini mulia, au fajiran, au ni jini fajir, au muktahiman, au ni jini muktahim, au ra'iya mubtila, au ni jini ra'iya mubtila, fahadha kitabullah, basi hiki ninachokileta kwenu ni kitabu cha Allah. Yantiqu alaina wa alaikum bilhaqi, kinatamka juu yetu na juu yenu nyinyi kwa haki. Inna kunna nastansikhu ma kuntum taamalun, hakika sisi ni wenye kuyaandika yale munayoyafanya. Wa rusuluna ladaihim yaktubuna ma yamkurun, na wajumbe wetu mbele yao wanaandika vitimbi wanavyovifanya.
utruku sahiba kitabi hadha, muacheni anayekuja na barua yangu hii. Mtume anasema hivyo. Wantaliqu ila ubadati al-asnam, ondokeni muende kwa wale wanaoabudia masanamu. Wa ila man yaz'umu anna ma'a Allahi ilahan akhar, na waendeeni wale wanaodai ya kwamba kuna Mungu mwingine pamoja na Mungu mmoja. Waendeeni wale wanaomshirikisha Allah. La ilaha illa huwa, hapana mola mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa yeye Allah. Kullu shay'in halik, kila kitu kitaangamia, illa wajihahu, isipokuwa dhati yake Allah. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un, Allah ndiye mwenye hukumu na kwake yeye mtarejea. Hamim la yunsarun, hamim ain sin qaf, tughlabun, hamim wal kitabul mubin, tafarraqa a'da'ullah, wamesambaratika maadui wa Allah. Wabalaghati hujjatullah, na hoja ya Mungu imefika mahala pake. Wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, fasayakfikahumullahu wa huwa samiul alim. Baada ya kuwa barua imekamilika, kapewa huyu sahaba, kenda kuilalia nyumbani kwake. Kilichotokea wengi mnajua kwa sababu ni kisa maarufu, lakini kesho nitakimalizia. Lakini kilichotokea ni kisa maarufu. Barua hii ni muhimu uipate, tena upate mbili. Moja kalalie, nyingine tundika kwenye nyumba yako. Na hii tutaanza kuigawa insha Allah. Tusemeni insha Allah. Tarehe 12 tutaanza kugawa. Na hiyo tarehe 12 ndio tutaanza kuwaandikisha watu kushiriki dua ya Ahlul Badri. Ukishajiandikisha unaondoka hapa na barua zako mbili, unapewa na fusho lako maalumu. Yaani maana tunakupa fusho la kutosha uanze kulitumia kwenye mwili wako, kwenye nyumba yako, kwenye eneo lako la biashara, uanze kulitumia hilo fusho. Lakini utaondoka na chupa zako 4 kama umejiandikisha kwa ajili ya mwili, na utaondoka na chupa yako utaondoka na chupa zako 4 kama umejiandikisha kwa ajili ya nyumba. Utaondoka na chupa yako 1 ikiwa umejiandikisha kwa ajili ya mwili. Barua za Mtume unapewa 2, unapewa na fusho lako 1. Kama umejiandikisha kwa ajili ya nyumba unapewa chupa 4, na kama umejiandikisha kwa ajili ya mwili unapewa chupa 1. Ukijiandikisha kwa ajili ya mwili na nyumba unapewa chupa 5 na fusho lako na mafusho yako 2 na barua zako 2 za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutaufungua mlango rasmi wa kujiandikisha kushiriki kwenye dua ya Ahlul Badri tarehe 12. Baada ya kuyasema hayo sasa, maana tunapeana kidogo kidogo. Kwa wale waliopima leo wataniletea zile dhiraa zao 12 nzifanyie dua, wakati wengine sasa watakuwa wananuiza hii kombe na kuweka sadaka mle kwenye pipa. Kwa hiyo kwa wale waliopima leo waje nisomee dua zile dhiraa zao 12, na wale ambao wanakuja kunuiza wanuize pale na kuweka sadaka.